Ngoma ya asili ya wanawake wakulima kutoka wilaya ya Gairo, mkoa wa Morogoro, wakifikisha ujumbe wa mabadiliko dhidi ya ukatili wa kijinsia. Wanawake hawa wamejengewa uwezo na shirika la Pelam Tanzania kupitia mradi wa Rural Women Cultivating Change, wanawake wa vijijini chachu ya mabadiliko. Kupitia mikutano ya Pelam Tanzania katika kuongeza uelewa wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na uhusiano wa madhara yake dhidi ya ukatili wa kijinsia katika wilaya za Morogoro na Gairo, jumla ya vijiji 8 vimefikiwa ndani ya mwezi wa Julai. Dina Chihamba kutoka kijiji cha Kisitwi, wilaya ya Gairo, ni shuhuda wa ukatili wa kijinsia kupungua. Shirika hili la Pelam limesaidia sana, hususani kuhusu namna ya ukeketaji. Huko nyuma kwa kweli swala hili la ukeketaji lilishamiri sana, lakini shirika hili lilivyokuja, niseme kwa 90% limepunguza, kwa sababu tulivyokuwa tunapata elimu hii, watu wengi wamejifunza kukeketa watoto. Hususani shule zilivyokuwa zinafunga, utakuta watoto wadogo wanaenda labda kijiji fulani kwenda wanadai kwamba anaenda kusalimia, kumbe ndiko huko anakoenda kufanya masuala ya kikatili ya kijinsia. Kwa maana hiyo elimu hii ilivyokuja, shirika hili la Pelam limesaidia sana, limepunguza sana. Ingaje kuna kidogo, lakini hata hiyo naona itafutika kupitia shirika hili. Afisa mtendaji wa kijiji cha Kisitwi, Cassian Claveri, anakiri shirika la Pelam limesaidia kupunguza vitendo vya ukatili katika kijiji chake. Zamani tulikuwa tunapokea kesi nyingi sana, hasa za ukeketaji na unyanyasaji wa kijinsia. Ila sasa hivi baada ya kuja Pelam kuelimisha makundilika yote, kumekuwa na mabadiliko. Kesi zimekuwa chache. Kwa hiyo tunashukuru sana, hata sisi imetupunguzia mzigo. Saizi mwanamke anajua unapomkatili kitu fulani aende wapi, lakini pia kina baba wamejua ya kwamba kitu gani si kizuri kuwafanyia kina mama. Benjamin George naye ni afisa mtendaji wa kijiji kingine cha Chagongwe. Anasema wanawake na wanaume wamebadilika kwa kiasi kikubwa juu ya dhana ya ukatili wa kijinsia, ambapo mwanamke Monica Chamoto akionyesha umahiri katika utambuzi wa masuala ya ukatili. Mwanzo kabla Pelam hajafika katika kijiji cha Chagongwe, ukatili wa kijinsia uko umeenea sana, especially upande wa wanawake. Wanaume kwa kupenda kuwapiga sana wanawake wajitokezi, ndio wajitokezi kwamba labda tunaonewa, tunafanyaje. Lakini baada ya Pelam Tanzania kufika katika kijiji cha Chagongwe, kimewasaidia na kimewaamsha wanawake wa kijiji cha Chagongwe, hususani watu wazima, wakina mama. Wakina mama wengi wamejitokeza kwenye swala hili kutokana na kupewa elimu juu ya unyanyasaji wa kijinsia. Na kutokana na unyanyasaji huu wa kijinsia imewapelekea wamama hao kujitambua na kupata elimu inayowasaidia sasa kutoka hadharani na kutambua umuhimu wao katika jamii. Ukatili wa kijinsia ni kumfanyia mtu kitu bila ridhaa yake. Yanaweza yakasababisha madhara, ulemavu au kifo. Ukatili wa kijinsia kwanza una aina 5. Ya kwanza ukatili wa kimwili. Ya pili ukatili wa kingono. Ya 3 ukatili wa kiuchumi. 4 ukatili wa kiafya. 5 ukatili wa kisaikolojia. Sasa hivi ukatili wa kijinsia naona umepungua, kwa sababu kipindi cha nyuma hata unakuta mtu amefiwa na mmewe anapata tena mume mwingine kwenye ukoo huo, lakini sasa hivi haupo, umepungua. Kupitia shirika la Pelam Tanzania limeelimisha hivyo watu, hakuna mtu ufanyeje kurithiwa. Ana Marwa, afisa programu jinsia na uwezeshaji wanawake kiuchumi kutoka shirika la Pelam Tanzania, anasema mada ya mabadiliko ya tabia nchi dhidi ya ukatili wa kijinsia ina umuhimu kwa ustawi wa jamii na taifa. Tumeendesha midahalo hii ya uhusiano wa mabadiliko ya tabia nchi na madhara katika ukatili wa kijinsia kwa lengo kubwa la kuongeza uelewa katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini na madhara yake hasa katika uzalishaji na hasa kupelekea ukatili wa kijinsia. Tunatambua kwamba sekta ya kilimo ni moja kati ya sekta muhimu katika maendeleo ya uchumi, lakini pia maendeleo ya nchi. Lakini sekta hii
inaathirika pia na mabadiliko ya tabia nchi, hasa kwa upande mmoja au upande mwingine ambao wakati mwingine unasababisha ukatili wa kijinsia, hasa katika kupungua uzalishaji, lakini pia kupunguza uchumi wa kaya na kupunguza pia uchumi wa taifa. Diwani wa kata ya Chagongwe Frenki Kiangala naye alikuwa sehemu ya mjadala uliofanyika katika kijiji cha Chagongwe. Nishukuru pia watu wa Pelamu kwa elimu hii ya ukatili wa kijinsia. Mimi niungane na mtendaji wangu wa kata, nimshukuru sana na nimpe pongezi yule aliyeuliza swali la ukatili wa kijinsia. Ukatili wa kijinsia jamani, serikali inapiga vita. Basi na sisi wananchi wa kijiji cha Mkobwe pamoja na viongozi wote katika swala hili la ukatili wa kijinsia tuwe mnyororo, basi tuungane sote kwa pamoja. Lakini pia kipindi wawezeshaji hapa walipokuwa wanatoa semina, kuna wamama mimi nilikuwa nawaangalia walikuwa wanajifunika hivi nguo usoni. Basi na haya ukatili yanavyotokea wanafanya hivi wanamalizana ndani kwa ndani. Hivi jamani, sio vitu vya kuonea aibu na sio vitu vya ajabu. Ukatili wa kijinsia unarudisha hata maendeleo nyuma.